Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu ili niweze kuwapasha yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kila ambacho nawaomba, tafadhali, endapo kuna yeyote mwenye ananipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele. Muendelee kushare content hizi kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili tuendelee kukaa familia kubwa. Kesi ya uhaini inayomkabili inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu imeweza kuahirishwa kwa muda au imeweza kusitishwa kwa muda baada ya Tundu Lissu kuzua pingamizi mahakamani kipindi cha kusikilizwa kwa kesi hiyo ambayo ilikuwa inasikilizwa siku ya Jumatano tarehe 12 Novemba mwaka 2025, kipindi ambapo shahidi alikuwa anatarajiwa kutoa ushahidi. Shahidi wa serikali alikuwa anatarajiwa kutoa ushahidi lakini akiwa amejificha. Naomba uweze kudisikiliza. Shahidi wa serikali alikuwa anatoa ushahidi lakini akiwa amejificha. Sasa kutokana na hiyo hatua ya shahidi wa serikali kuweza kujificha, Lissu alikataa kesi hiyo isiendelee. Kumbuka kwamba kesi inayomkabili Lissu ya uhaini ilikuwa imeanza kusikilizwa tangia Septemba. Na siku ya mwisho ya kusikilizwa kwa kesi hiyo ilikuwa inapaswa kufika hii leo, siku ya Jumatano, tarehe 12 Novemba mwaka 2025. Sasa inasemekana kwamba huyu shahidi wa serikali mwenye alikuwa anatoa ushahidi kumuhusu Lissu kutaka kumng'oa au kumuondoa mamlakani Samia Suluhu, alikuwa anatoa ushahidi kwa kificho aonekane. Alikuwa anajulikana na serikali peke yake, lakini hata jaji pale mahakamani hakukuwa na ruhusiwa kuweza kumuona. Na nielewa, serikali ilikuwa imejenga kanyumba kadogo ndani ya mahakama, mahala ambapo huyu shahidi mwenye alikuwa anatoa ushahidi dhidi yake Tundu Lissu kutaka kumuondoa mamlakani Samia Suluhu ya uhaini, kesi ya uhaini, alikuwa anafichwa. Yaani serikali peke yake ndio ilikuwa inamjua, lakini hata jaji hakukuwa anamjua. Sasa shahidi huyu wa kificho wa jamhuri alipingwa kabisa asitoe ushahidi wake kwa kila ambacho Tundu Lissu aliweza kusema kwamba lazima mwenye anatoa ushahidi aweze kujulikana na jaji, au ndio jina lake libanwe lakini aweze kuonekana na jaji. Isije kawa kwamba kuna mashahidi wa kupandikiziwa. Makamu mwenyekiti ameshakuja naye, waambie Sugu hajafika bado. Inabidi mtu anayetaka kutoa ushahidi kwa kificho, hicho kizimba chake maalum lazima kiwe sawa, kinamwonyesha kama asionekane kwa upande wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiza kesi. Sasa kizimba ambacho kimejengwa hapa mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. Kwa hiyo ni kwamba inakuwa ni mtu hata una uhakika nini kinaendelea. Msingi mkubwa wa jaji kumuona shahidi au mtu anayetoa ushahidi kwa kificho ni kwamba wao waweze kujua ni nani
na waweze kuhakikisha kwamba jeje anavokaa pale mahakamani kuaminika kwake kunakuwa kukoje. Kwa hiyo Lissu ameweza kupitisha mahakama katika sheria mbalimbali na jinsi ambavyo zile kanuni zimekiukwa, na msingi mkubwa wa zile kanuni bado, licha kwamba mtu wa shahidi anakuwa amefichwa, lazima ile haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu au usawa mbele ya sheria izingatiwe, na kwamba haki ionekane inafanya inatendeka. Hasa kama shahidi anafichwa, hata jaji amuoni na amjui ni nani, inaweza kuwa hata mashahidi wa kubambikiza au mwingine wa mchongo ambao wanaweza kuingiza katika kivuli kile. Kwa hiyo upande pekee ambao unamfahamu ndio ilikuwa ni hoja ya mwenyekiti. Upande pekee katika kesi ambao unamfahamu shahidi huyo ni upande wa mashtaka. Jaji amfahamu na mshtakiwa hata mfahamu. Kitu ambacho kimeweza kunishangaza, serikali ya Samia ndio imeweza kumshtaki Tundu Lissu eti kwamba alikuwa na njama ya kumuondoa Samia mamlakani kupitia kwa njia ya mapinduzi, na ndio maana wakaweza kumpeleka Tundu Lissu mahakamani kumshtaki kwa mashtaka ya uhaini. Lakini sasa mshtakiwa ambaye ni Tundu Lissu aliuliza, je, mbona huyu shahidi asionekane? Ndio tunajua kwamba kuna ulinzi wa shahidi. Shahidi wakati mwingine anapaswa kuweza kufichwa kwa sababu ya usalama wake, ndio hatujakataa. Lakini hata majaji wasije wakamuona ni nani. Yaweze ikawa kwamba ni roboti, yaweze ikawa kwamba ni AI. Yaani wanamfunga asije kaonekana hata kwa majaji. Hilo ni jambo la kusikitisha. Inaonekana kwamba serikali hii haipo tayari kumaliza hii kesi ya uhaini ambayo wameweza kumshtaki nayo Tundu Lissu. Kumbuka kwamba Tundu Lissu anajiwakilisha, anajitetea yeye mwenyewe, na kesi hii ilikuwa inapaswa kuweza kumalizwa hii leo. Lakini sasa kutokana na pingamizi ambazo ziliweza kutolewa naye Tundu Lissu, kesi hii imeweza kuahirishwa mpaka siku ambayo haijulikani. Mpaka siku ambayo serikali itaamua kwamba sasa wamepanga kuanza kusikiliza upya kesi ya uhaini yake Tundu Lissu. Kumbuka kwamba uahirishaji wa kesi hii ya Tundu Lissu, mashtaka ambao ni ya kupangiwa, inakuja saa chache tu baada ya Umoja wa Kimataifa kuagiza mara moja Tundu Lissu kuachiliwa huru bila mashtaka yoyote. Kwa sababu Umoja wa Kimataifa unasema kwamba Lissu hana makosa. Viongozi wengine akina Humphrey Polepole ambao waliweza kutekwa nyara hawana makosa. Ile makosa ambayo waliweza kuwekewa ni kupingana na serikali. Eti waliweza kupingana na serikali na walitaka kumenyana na Samia Suluhu kwenye uchaguzi. Sasa kutokana na hiyo kauli, United Nations, Umoja wa Kimataifa, ukasema mara moja Tundu Lissu aweza kuachiliwa. Lakini cha kushangaza, Tanzania imeweza kukaidi amri hizo. Serikali ya Samia imeweza kukaidi amri hizo, wakisema kwamba Lissu yuko na mashtaka ya kujibu. Kama yuko na mashtaka ya kujibu, kama yuko na makosa ya kujibu, mbona wafiche shahidi? Wanamjengea kanyumba. Kwa nini wasimtoe peupe mahala ambapo anaonekana akitoa ushahidi? Kumaanisha serikali inaweza hata ikashurutisha mfanyakazi wa Tundu Lissu wamlete mahakamani, wamfanye kuwa shahidi
mwenye atatoa ushahidi kumfunga Tundu Lissu. Kama sio hiyo mpango ambao wako nao, kama sio huo mpango wa kwenda kuleta mfanyakazi au mtu wa karibu na Lissu kutoa ushahidi ili kumfunga Lissu, mbona walisema kwamba shahidi huyu afichwe, atoe ushahidi, lakini hata jaji asimjue? Kwa nini? Ni kitu gani hichi ambacho serikali inaficha? Tanzania lazima tuweze kuungana pamoja, tukatae udikteta huu ambao tunaendeshewa. Yaani kuna viongozi ambao wanataka kusalia mamlakani huku wakipangia wengine mabaya kwa kuwaletea kesi ambazo hazifai. Wazo lenu ni lipi, mpenzi mtazamaji? Hapa nayo hapana, lazima sheria ifuatwe. United Nations iliweza kusema kwamba Suluhu aachiliwe, lakini jinsi ambavyo Samia anaendesha inaonekana kwamba hataki kumwachilia Suluhu. Yaani hataki kumwachilia Lissu. Wazo lako ni lipi?